Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tutaenda kujifunza nini maana ya laana, na laana imetokana na nini? Nini maana ya laana, na pia ni laana imetokana na nini? Ni wakina nani waanzilishi wa laana? Bwana Yesu asifiwe tena. Laana ni uovu ambao walitenda baba zetu pale ambapo Mwenyezi Mungu aliweka njia ya kumtumikia na kufuata amri zake. Wao wakaenenda katika njia za uovu, ambao tunatambua katika njia za uovu ndio tunatambua kuna uzinzi, kuna matukano, kuna uchawi, kuna kuabudu miungu mingine, ulevi na mambo mengine. Hiyo ndiyo laana. Hivyo basi, kama wao walipatiliziwa laana, sisi tunatembea vipi katika hizo laana? Ina maana tunatembea katika kutenda maovu. Ina maana laana ni kama kamfuko fulani ambako kanakuwa ndani ya mwanadamu, ambako wako yeye anakuwa anakatumia tu, akiwa anahitaji kufanya kitu anatoa hicho kitu. Kama ni uzinzi anatoa ndani ya laana, kama ni matukano anayatoa ndani ya laana, kama ni wizi anatoa ndani ya laana. Ina maana laana ni uovu ambao walitenda baba zetu. Ina maana huo uovu unakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Kama huo uovu unakaa ndani yetu, basi huo uovu ndio tunasema kwamba ni laana, ambapo hiyo laana ndio inasababisha sisi tunatenda maovu. Ina maana laana ni mtego wa sisi kudumbukia katika maovu. Hivyo basi tumekwisha kuona kuna wanadamu mbalimbali ambao wanatenda dhambi, lakini wakimaliza kutenda hiyo dhambi wanajuta. Kwa mfano, dhambi ya uzinzi. Kuna mtu anaweza akafanya dhambi, pale ambapo anamaliza kufanya ule uchafu anaanza tena kujuta, anasema ni kwa nini nimefanya kitu kama hichi? Au mtu anaweza akaenda kaiba kitu fulani, baada ya kumaliza kuiba unakuta anajuta, anasema ni kwa nini nimefanya jambo kama hili. Na kuna mwingine pia anaweza akatukana tusi alafu akashtuka, ni kwa nini nimefanya kitu kama hichi. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukienda katika kitabu cha Warumi sura ya 7 kuanzia mstari wa 15 mpaka wa 16, kinasema kwamba maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikilitenda nisilolipenda, na ikili ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana laana inayokaa ndani ya mwanadamu ni sheria, ambao ndani ya hiyo sheria ukiwa nje ya Yesu Kristo lazima utaitii hiyo sheria. Ina maana kazi ya laana ni kumpeleka mwanadamu katika maovu, na ndio maana pale unakuta mwanadamu anajivuta sana asitende kitu fulani, lakini tayari ni mtego, unakuta amefanya kitu fulani. Tumekwisha kuona kuna watu mbalimbali ambao wanauza miili yao. Watu wanasema kwamba ni shida. Zile sio shida, ile ni laana. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kaachia utupu wake, kwa sababu ipo aibu ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa ameachilia ndani ya mwanadamu. Ina maana shetani anachokifanya anaficha ile aibu, na ndio maana mtu aliyetenda maovu akaja ndani ya wokovu, kuna aibu ambayo lazima atakuwa anaiona. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo laana ni uovu ambao walitenda baba zetu, nao hawako. Ina maana sisi tumeyachukua hayo. Kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7 kinasema kwamba baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Bwana Yesu asifiwe
tena. Hivyo ndugu yangu, ni kwa nini uchukue maovu ya baba zetu wakati ipo njia ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ambaye amemwaga damu kwa ajili ya kutuondolea hiyo laana. Na tabia ya laana ndugu, ina nguvu kwa sababu aliyepatiliza ni Mungu mwenyewe. Ina maana pale ambapo alisema atapatiliza kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu na kurehemu pia wale ambao watampenda. Ina maana wewe ambaye utampenda Yesu Kristo atakurehemu. Ina maana hiyo laana ataiondoa. Ubaya wa laana ndugu yangu, unaweza ukawa unaishi maisha fulani ukajiona tayari ndio hapo umekwisha kufika, kumbe ni mtego. Wapo watu ambao waliajiliwa lakini walikuwa na hiyo laana. Ina maana pesa zao walitumia kuzitapanya, kupeleka kwa miungu, kuwapa watu, kuzini nao, kufanya vitu vya ajabu ajabu. Mwisho muda unapokuja kufika, ndipo pale kuna akili inaanza kurudi, tayari anakuwa ameshachelewa, na pia maisha anakuwa tayari amekwisha kuyashindwa kwa sababu ya laana. Laana ndio ambayo ilikuwa inamcontrol na sio Mungu mwenyewe. Hivyo watu wengi wameingia kwenye ndoa ambazo unakuta ni zina migogoro kwa sababu waliendeshwa na laana na tabia ya mizimu. Mizimu inataka mwanadamu aoe mahali alipozaliwa katika asili, ili aweze kutunza hiyo asili, lakini Mungu siye wa upendeleo. Yeye yule ambaye atakupa anakupa, huyo ni yeye ndo ambaye anaamua, kwa sababu wanadamu wote ni kazi ya mikono ya Mungu. Ina maana Mungu hana upendeleo, lakini mizimu ina upendeleo. Hivyo wewe mwanadamu, ishi katika njia ya Yesu Kristo. Ishi katika njia ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, ili mambo yako yote yaanze kuonekana. Familia yako itaonekana, watoto wako watapiganiwa na Bwana, uchumi wako utaonekana, kazi yako itaonekana, kila kitu kitaonekana, na pia utaweka historia ndani ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Lakini ukiwa nje, ndugu yangu, utafutika kama upepo, kwa sababu shetani yupo kasi sana kutaka kumuua mwanadamu. Hivyo tumekwisha kuangalia, acha kupita katika hayo maovu ya baba zetu, kwa sababu ni mambo ya kizamani sana hayo. Ina maana ndani ya mwanadamu na ambacho tunakiangalia, kama anaishi na laana, basi anaishi na madhabahu ya shetani, madhabahu ya giza. Ina maana ndani ya hiyo madhabahu ambayo ipo ndani ya mwanadamu, ndio hiyo ambayo inakuwa inamcontrol. Hiyo ni madhabahu ya giza. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu cha Waefeso kwamba naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuketisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambako huko ndiko nuruni, ambako kuna msamaha wa dhambi. Na maana ukimkiri Yesu Kristo atakusamehe dhambi, ataifukuza hiyo madhabahu na mapepo yote ambayo yamekwisha kuwekwa toka zamani. Ina maana Yesu Kristo atatawala ndani yako. Ina maana hutotenda dhambi tena, hutouza mwili wako, hutokuwa mchawi, hutokuwa na matendo maovu, hautotumiwa kulopoka maneno maovu, bali utaongea yale mambo ambayo ni mema. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.